Ni Februari 14 ya mwaka 2026. Leo ni siku ambayo wanasimba wengi walikuwa wakisubiri kweli kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba dhidi ya Stade Malien kutoka kule nchini Mali. Hali ya uwanja kutoka Benjamin Mkapa asubuhi ya hii leo, uwanja upo katika muonekano mzuri kweli, na kama unavyotazama dimba lipo katika muonekano mzuri. Mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba na wafanya biashara nao pia wameweza kuwasili katika eneo hili la nje ya uwanja wakiendelea kufanya biashara. Lakini pia ujio wa mashabiki wa Simba asubuhi ya hii leo umekuwa ni ujio wa kawaida kweli. Tusubiri na kuona hapo baadaye mashabiki wa Simba watafika vipi katika uwanja huu wa Benjamin William Mkapa. Lakini wale mashabiki wanaotoka pembezoni kidogo mwa mji huu wa Dar es Salaam mmoja tayari nao pia waweza kuwasili hapa wakiwa wamepumzika baadhi ya maeneo ya pembeni wakisubiri tu majira ya saa 1 kamili za mchezo wa ligi kuu Tanzania bara uende kupigwa katika dimba hili la Benjamin William Mkapa. Lakini mazingira ya uwanja, nje uwanja yako vizuri, kila mmoja akisubiri kuiona klabu yake ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Na hii ndio Simba ambayo imeenda kufanya vibaya kweli katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia ujio na wingi wa mashabiki wa Simba moja asubuhi ya hii leo, ikiwa ni siku ya Jumamosi Februari 14 mwaka 2026, wameweza kujitokeza, ingawa idadi kubwa mashabiki bado haijaweza kuonekana, lakini pia inatoa imani kwamba hapo majira saa 5 na kuendelea kutakuwa na mashabiki wengi kweli. Hii ni Game on TZ, tukiendelea kukusanyia matukio yote yanayotoka hapa katika Benjamin Mkapa katika dimba hili ambalo litakaloenda kutumika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, na michezo yote hiyo ambayo iliyoweza kusalia. Na leo michezo yote itaenda kupigwa muda mmoja. Kule Esperance de Tunis wataenda kuwakaribisha Petro Atletico de Luanda katika pale taifa hilo la Tunisia, na wao Simba watamkaribisha Stade Malien. Na ukumbuke kwamba mchezo wa kwanza Simba aliweza kupoteza kwa idadi ya magoli 2-1, mchezo ambao uliopigwa kule nchini Mali, na Simba kukubali kichapo cha magoli 2-1. Na ukumbuke kwamba Stade Malien ndiye kiongozi ama kinara wa kundi hilo D, na yeye Simba ni kibonde wa kundi hilo D. Lakini hali ya uwanja iko vizuri asubuhi ya hii leo. Kumekuwa na hali fulani hivi ya kijua kikali tayari kimeshaweza kuwaka, lakini hakuna dalili ya mvua na wala dalili ya mawingu. Hali iko vizuri, jeshi la polisi pamoja na wale vijana wa scout wakiendelea kusimamia ulinzi na amani kuendelea kutawala katika dimba hili la Benjamin William Mkapa. Yote hayo ni kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba dhidi ya Stade Malien, na kiingilio cha kwenda kumtazama mnyama katika mchezo wa hii leo ni kiingilio cha shilingi 3,000 tu kwa mzunguko. Kwa hiyo mashabiki wanayo haja ya kuja uwanjani ili kwenda kumshuhudia mnyama anaenda kutengeneza heshima yake, ingawa ile nafasi ya yeye kuendelea kama kwenda katika hatua ya robo finali, hiyo nafasi tena hana. Lakini hali ya uwanja iko vizuri asubuhi ya hii leo, na kila kitu kikiendelea kuonekana katika mpangilio uliokuwa bora zaidi. Lakini pia tumeshuhudia hapa kauli ya afisa habari wa klabu hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ali akiendelea kuwasihi mashabiki wa Simba waendelee kuweka umoja, waendelee kuisapoti klabu yao ya Simba, na waendelee kuja uwanjani kwa wingi kweli, kwani Simba hii ambayo inayotengenezwa kwa hivi sasa ni Simba itakuwa Simba bora kweli. Lakini pia kuelekea katika mchezo wa hii leo, wachezaji wawili wataenda kukosekana, kwa maana kwamba wapo katika nyakati mbaya kuweza kuihudumia ama kuitumikia ile adhabu walioweza kupewa katika mchezo uliopita dhidi ya Petro Desportivo de
Desportivo de Luanda kutoka pale nchini Angola. Lebasi Gaya ameweza kupewa kadi nyekundu katika mchezo uliopita dhidi ya Petro, lakini pia Shomari Kapombe Baba Esther na pia aliweza kupata kadi nyekundu katika mchezo uliopita. Kwa hiyo wachezaji hawa wawili leo watakosekana katika mchezo wa mwisho wa ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kutokana na wingi wa uwepo wa wachezaji kwa upande wa Simba, hiyo pia haitakuwa na changamoto kubwa sana kukosekana kwa Lebasi Gaya katika mchezo wa hii leo. Lakini pia mashabiki wa Simba walitamani zaidi kumuona Lebasi Gaya katika ardhi hii ya uwanja Benjamin Mkapa. Labda huende kama kungekuwa na kitu bora kweli kweli kwenda kukionyesha Lebasi Gaya katika mchezo wa leo. Lakini hali ya uwanja kutoka katika dimba la Benjamin Mkapa leo Februari 14 mwaka 2026, hali ya uwanja iko vizuri na hakuna dalili ya mvua na wala hakuna dalili ya mawingu, na hali iko vizuri kweli kweli. Mwanzo nilikwambia mara kwanza hapa jeshi la polisi pia likiendelea kuimarisha ulinzi na kuendelea kuweka mambo mazuri nje ya uwanja na ndani ya uwanja kuelekea katika mchezo huu wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kila mwana Simba anatamani kwenda kuiona Simba, ingawa wamekosa ile hatua ya kuelekea katika hatua robo finali, lakini hiyo pia haitaweza kuondoa wao kuja uwanjani kwa wingi kweli kweli, kwani wao wanaamini kwamba itakuwa ni moja kati ya timu bora kweli kweli kuelekea katika mchezo wa hii leo. Hii ndio Simba ambayo imeweza kufanya vibaya katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia hiyo haitaweza kuwaondoa mashabiki wa Simba kuwa na imani na klabu yao ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Simba ambayo inayotengenezwa kwa hivi sasa ni Simba ambayo itakaoenda kutengeneza heshima, kwani ni Simba ambayo inayotengenezwa katika ubora wa hali ya juu. Lakini kubwa kuliko ni mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba dhidi ya Stade Malien, mchezo ambao unaenda kupigwa pale majira ya saa 1 kamili za jioni, na yote hao utakuwa ni mchezo wa mwisho. Kule Esperance de Tunis dhidi ya Petro, mchezo nao pia utapigwa muda mmoja. Kwa hapa Tanzania ni saa 1, lakini hata kule nchini Tunisia nao pia mchezo utapigwa majira ya saa 11 ya jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki na Kati, itakuwa ni majira saa 11 ya jioni, lakini kwa kule nchini Tunisia mchezo huo utapigwa majira ya saa 1 kamili za jioni. Kwa hiyo unaona hapa mabadiliko ya saa, lakini muda ni ule ule tu mmoja. Kwa masaa ambayo pale nchini Tunisia mchezo utapigwa majira ya saa 1. Mchezo utapigwa majira ya saa 1, lakini kwa saa zile zile kumekuwa na utofauti kidogo. Huko kwetu itakuwa ndio saa 1 yenyewe, kule kwao ni saa 11 ya jioni. Kwa hiyo utaona hapo utofauti, lakini kuelekea katika mchezo huu wa ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba dhidi ya Stade Malien ni mchezo wa mwisho wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Hii ni Game on TZ. Mimi naitwa Mpekuzi.com. Endelea kutufuatilia kwenye page yetu ya YouTube hapa.